Sahala Consult inashirikiana na Mastercard Foundation. Kuna mradi wanaoratibu kwa hayo mashirikiano, na huu mradi unaitwa EduTech Fellowship ambao umeanza takriban mwaka 2024, na huu mradi lengo lake ni kutoa mafunzo kwa vijana wabunifu wenye bunifu za kiteknolojia ambazo zinatatua changamoto mbalimbali hasa kwenye elimu, kwenye sekta ya elimu. Kwa mradi huu mpaka hivi sasa umesha wa support vijana takriban 22 na unawasapoti kwenye maeneo kadhaa. Eneo la kwanza ni kuwasaidia kwenye masuala ya ujuzi, namna gani unaweza ukaboresha ubunifu wako ili uwafikie watu wengi zaidi. Lakini namna ya pili ambayo huu mradi unawasaidia ama unawasapoti vijana ni kuwafikia wadau mbalimbali, kwa maana ya kuwa na zile tunaita strategic partnership, especially wadau ambao wako kwenye sekta ya elimu. Lakini ukiliachilia mbali hilo, tunawasaidia ama tunawasupport pia kwenye mtaji fedha, kwa maana ya kwamba kijana ambaye anakuwa ubunifu wake angalau umefikia percent fulani, anataka kukuza zaidi, kwa hivyo wao wanapata mtaji fedha. Kwa hiyo na mtaji fedha ambao tunautoa kwa hela za Kimarekani ndio $70,000, lakini kwa exchange rate ya leo ni almost milioni 170. Kwa hiyo ni baadhi ya namna ambavyo tunawasaidia wabunifu kuhakikisha kwamba wanafikia watu wengi. Lakini pia kama nilivyotangulia kusema, hawa wabunifu 22, na kwa bahati nzuri Kusuluka ni miongoni mwa wabunifu ambao wamenufaika kwenye cohort ya kwanza, na hii tunakwenda ni cohort ya 3. Lakini kubwa zaidi ambalo sisi tunaliangalia ni namna gani sekta ya elimu tunaweza tukaiboresha zaidi kwenye uwasilishaji, hasa kwa kutumia teknolojia. Kama unavyofahamu sasa hivi maendeleo yote duniani yako driven na teknolojia. Na wenzetu wako mbali sana. Kwa hiyo na sisi tunaangalia namna gani tunaweza wanasema catch up na dunia. The way wenzetu wanavyokuwa, the way wenzetu wanavyotumia teknolojia kwenye sekta mbalimbali. Sasa na sisi tunaangalia namna gani teknolojia inaweza ikawa nyanja muhimu sana, especially kwenye swala zima la sekta yetu ya elimu.